Majonate, Spika wa Bunge la Mwananchi Jakaranda, na niko na mambo ya kuongelea kuhusu jamii ya Mlembe. Saizi tunaletewa watu, siasa imeshika na kuna siasa 2027, na tushaletewa watu groups, na the same people ndio wanga wanasema ukienda Western unakula kama unakula njugu kwa mfuko. So next election ya 2027 tunataka tukue nayo serious, so that sio mtu atakuwa anakuja 2032 anasema ya kwamba Western ni place ya kukula kama njugu kwa mfuko. Na kufanya hivyo ni kuwa na serious leadership, kukuwa na serious people, wale watu wenye wanaweza leta wananchi pamoja, wana Mlembe pamoja. Na kulingana na mimi, kwa sababu hii siasa nimeikana, nimeiona, kuna mirengo mbili. Kuna mrengo ya kwanza ni mrengo yenye inatoka Mlima Kenya, na kuna mrengo ya pili ni mrengo ya Rift Valley. Tunaitanga kupanda na kushuka, bonde na ufa. So kama mtu wa Mlembe unaangalia ni upande gani mtu mwenye anaweza eka interest yako, kwa sababu hawa watu wote washakuwa kwa uongozi. Watu wa Mlima wamekuwa kwa uongozi around 35 years. Watu wa bonde la ufa wamekuwa kwa uongozi almost 26 years. So hizo miaka tunataka kujua hao watu wawili ni nani mwenye akiwa kwa uongozi anaweza linda interest yetu. Mimi naanza na watu wa Mlima. Watu wa Mlima wako na group yenye inaitwa Mount Kenya Mafia, na hiyo group iko na Wakenya wengine kutoka region zingine. Wamechukua kama Western, wamekuja wamechukua watu watatu. Wameenda Nyanza wamechukua kama watu watano hivi. Wameenda nini wamechukua kama watu, wameenda Coast wakachukua kama watu watatu, wanne, wakaiweka kwa hiyo caucus. Wakasema caucus ni caucus ya Mount Kenya. Na caucus ya Mount Kenya ni ya kulinda biashara zao na kulinda interest yao. Hawa watu wengine nimekuhesabia kutoka Western, Nyanza na Coast region na Eastern ni watu wa kutumika kulinda mali ya matajiri kutoka Mlima. Kiongelea watu wa Rift Valley, watu wa Rift Valley ni wale watu ndio saizi wamejua ya kwamba ni nini maana ya utamu wa uongozi. Saizi ndio wamejua. So hao siwezi ongelea sana. But nikirudi kwa uongozi yao, unapata ya kwamba Moi akiwa kwa uongozi, Daniel Toroitich arap Moi akiwa kwa uongozi, alilinda kampuni zenye zilikuwa Western. Hakuna siku yenye Moi akiwa kwa uongozi kampuni zenye zilikuwa Western zilianguka, na hizo kampuni zilikuwa zinafanya vizuri sana the time Moi was in the government. But the moment leadership ya Mount Kenya iliingia, makateli wakaingia, wakaungana na watu kutoka hizo areas za Western na Nyanza na Coast na Eastern, wakaungana kuangamiza kampuni ili wapate njia ya kuleta mali nyingine kutoka nje ili wafanye nayo biashara, ili kampuni kama mimi asianguke, wao wapate njia ya kufungua kuingiza sukari hapa ndani. Hao ni wanabiashara na ni cartels. Wakapata hiyo njia, wakaangusha sugar sector in Western region. Na nikisema Western region, nasema Western region Nyanza na Western province. Nyanza province, former Nyanza province na Western region zikiwa pamoja. So kama wewe ni mtu mwenye unatoka kwa Mlembe Nation, kaa chini, ukae na ufikirie kwa watu wawili wenye wanangangania uongozi. Na hii uongozi wako nayo, uwezi watoa mpaka 2027. Ni nani mwenye anajua kulinda ile kitu kidogo yenye uko nayo? Tulikuwa na Mumias Sugar, tulikuwa na Nzoia, na tulikuwa na Pan Paper. At the time Moi was the president,
our companies were doing very well. We didn't have any, narudia, hatukuwa na kasoro yoyote kwa Mumias in the 80s na 90s. Hatukuwa na kasoro yote. Na Mumias ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. The same na Nzoia, the same na Panpep. But the moment mtu wa Mulima alipoingia kwa uongozi, kampuni zetu zilianguka. So, wewe kama Mkenya, utaenda upande, wewe kama mtu wa jamii ya Mulembe, utaenda upande gani? Utaenda upande ya kuangusha kampuni zenye zinakuwa Western, ama utaenda upande yenye wale watu wenye wanapenda kulinda kampuni zenye ziko Western? Mimi nataka kuambia watu wangu wa Mulembe, watu wenye wanatembea saa hizi na pesa ya Munyoro Western, mnapewa pesa kidogo hapo, mnaanza kutembea na Western, mkiambia watu eti hakuna kitu yenye Musalia amefanya, hakuna kitu Wetangula amefanya. Si hata nyinyi mlikuwa kwa uongozi since 2002, na nyinyi ndio watu mlikuwa kwa uongozi, na nyinyi ndio watu mlitumika kwa kufanya ya kwamba kampuni zenye ziko Western zianguke. Si mlikuwa kwa hiyo uongozi, na nyinyi ndio mlichangia kampuni za Western kuanguka. So saa hizi hakuna kitu mnatuambia ya kwamba nyinyi ndio mnabadilisha hii nchi. Hii nchi tunataka kubadilisha watu wa Western. Watu wa Western tunataka ikifika 2027 uko umekaa chini na umefikiria ni nani mwenye utapigia kura, na hiyo kura yako piga ukienda na historia. Raundi hii tumeamua kwamba ule mtu mwenye atasimama na interest ya Muluya, huyo ndio mtu tutaenda naye. Na interest ya mtu wa Mulembe lazima uanze kuonyesha saizi ya kwamba uko na interest ya mtu wa Mulembe. Si eti unakuja kutuambia kwamba after election je utatupangia sisi wa Mulembe, watu wa Mulembe vile tutatembea. Anza sai. Mheshimiwa Ruto kwa uongozi, anza sai. Ule yeyote mwenye anataka kukuja kuunganisha Western, anza sai. Tunaambiwa kwamba sijakataa na sina haja ya kwamba ikifika 2027 ama 2032 tutakuwa na Tembe. Na Tembe ni Muluya, na ikifika hiyo time sisi tunaweza mpigia kura. But swali langu ni hii, hakuna vile utakuwa unatembea hii Kenya mzima ukitusi Waluya wenzako, alafu unasema unaunganisha Waluya. Na Tembe ndio mtu mwenye ametusi Waluya akiwaambia Waluya sijui kutoka wapi tao. Muluya watu sijui wapi tao. Sijui wapi tao. So saa hizi anakuja kutuambia saa hizi eti anataka kuunganisha sasa hawa Waluya. Unawezaje unganisha Waluya wenye umetusi? Huyu Natembeya yeye ndiye aliungana na watu wenye waliangamisha kampuni zenye zilikuwa Western. Kuanzia serikali ya Kibaki, Natembeya alikuwa ndani ya serikali ya Kibaki. Atuambie in 20 years yenye amekuwa kwa serikali ya Kibaki, 10 years, akawa kwa serikali ya Uhuru 10 years. Hiyo ni 20 years. Atuambie ni nini yenye alifanyia watu wa Mulembe. Mimi nataka tu Natembeya akuja atuambie, mimi nikiwa kwa serikali ya Kibaki, serikali ya Mheshimiwa Natembeya kwa serikali ya Kibaki ulikuwa kama county commissioner. At that time ilikuwa inaitwa provincial administrator. Ukatoka hapo 2010 tukapitisha katiba ukakuwa county commissioner. Michuki akakuchukua. No, Michuki akakuja before ifike 2010, Michuki akakuchukua. Akakufanya kama PA wake. Ukawa mwandani wa Michuki na ukawa mwandani wa watu wa Mulima, na ukawa msaliti mkubwa sana wa kusaliti watu wa Mulembe. So saa hii ni nini in 20 years yenye ulifanyia watu wa Mulembe yenye unatuambia kwamba Musalia na Wetangula wajafanya? Wewe kitu unafaa ufanye ni tusie sera zako zenye nini yenye utafanyia Waluya, ni nini yenye umefanyia Waluya. Si kuja na excuse ya kwamba unatuambia sijui Musalia kufanya hii, Musalia kufanya hii, Musalia kufanya hii. Wewe kama kiongozi umekuwa kwa uongozi 20 years. Saizi umeongeza miaka zingine zinaelekea 3. Tuambie ni nini yenye ulifanya. Tuambie watoto wetu, nikiwa kama county commissioner, hii ndio nilifanya, kafanya hii na nikafanya hii, nikafanya hii. Nikiwa kama PA wa Michuki,
hii ndio nilifanya, hii ndio nilifanya, hii ndio nilifanya. The only thing mimi naweza kumbuka naye anatembea, wewe ukiwa pia wa Michuki, ni time yenye Munguki walikuwa na uao. Hiyo ndio kitu naweza kukumbuka tu na wewe peke yake. Hakuna kitu kingine naweza kukumbuka na wewe. The only thing naweza kukumbuka na wewe ni ile time watu wa Munguki walikuwa na uao. Ulikuwa unaua vijana. Kama kuna mtu mwenye ameua vijana, ni wewe unatembea. Na hiyo Munguki si eti ilikuwa na Wakikuyu peke yake. Kuna Waluya watatu wenye waliuawa Huruma. Ni walikuwa ndani ya hiyo group. So uliua watu wetu ukifikiria unaua Munguki. So mimi hii maneno tuambie ni nini yenye umefanyia Waluya ndio tuungane na wewe. Mambo ya Musalia, mimi nakubaliana na nyinyi kwamba hakuna kitu yenye Musalia amefanya. But mimi nataka kuwauliza ya kwamba before tufike 202 Wakikuyu ndio walikuwa wanasema ya kwamba Kibaki ni msaliti. Hakuna kitu yenye Kibaki wamefanyia, na Kibaki alikuwa kwa uongozi kutoka 1965 mpaka 2001. Walikuwa wanaita Kibaki msaliti. Mpaka 97 Kibaki alipotoka huko akaenda kusimama, Wakikuyu walikuwa wanaita Kibaki msaliti. Aliposimama 97 wakasema yeye amekuja kuharibu kura, ametumika na Moi kuja kuharibu kura za nani? Za Matiba. Wakasema ya kwamba Kibaki amekuja kuharibu kura, lakini ilipofika 202 Wakikuyu wakaona the only person mwenye anaweza uzika hiyo time ni Kibaki. Walipoletea uhuru walikataa, kwa sababu walienda na Kibaki kwa sababu walienda uongozi, na hakuna kitu ya maana kama uongozi. Na sasa hii ndugu zangu, mimi naweza waambia tuko na ndume wawili Western. David akiendelea na huyo uoga wake, tunaachana naye, tunaenda na Wetangula. Hao ndio saa hizi watu wenye wamefika pahali wanaweza uzika hii Kenya. Ukitoka nao nje watauzika. But ukitoka na Musalia ukitoka nje na Natembea, utaulizwa tu the only thing watu wa nje wanaonanga kwa Natembea ni matusi. Yeye ni kutusi Musalia Mudavadi, kutusi Wetangula. Hao ndio watu wanatusi tu. So unauliza swali, una Natembea wenu kama si matusi, nini ingine na inaweza fanyia wananchi? So sisi kama jamii ya Mulembe tukae chini na tuangalie ni uongozi gani inaweza tusaidia sisi kama jamii ya Mulembe na Western Region as a whole. Hii mambo ya kutapatapa na kutembea na thermos kwa hao viongozi, ukienda unaenda na thermos kwa Wamunyoro. Mimi nasema hapa, ninarudia kitu ya kwanza, before tutembee na watu wa mlima wakuja waombe msamaha. Hawa watu wametupandika majina zingine mbaya sana. Hawa watu ndio wametuita sisi ni watu wa bora tushibe. Tukishiba tu hatunanga wasiwasi, hatuwezi ngangania kitu yote. Wakafanya hivyo, wakachukua watu wawili watatu wakawashibisha, na ukweli kwamba watu hawakungangania kitu yote. The time walichukua Natembea wakaenda wakamshibisha, wakachukua the former MP wa Mumias East wa Shiali, wakachukua Malala, wakatembea nao na thermos wa kuwashibisha. Hao ndio watu wanatumika kurudisha jamii ya Mulembe nyuma. Wakatuita sisi ni watu wenye tunapenda bora tushibe, hatuna haja ya kungangania maendeleo. Wakatuita sisi ndio mademon. Wakatuambia sisi ndio mademon. Hii kijana wetu akaitwa mademon. Hii majina mbaya sisi tunaitwa inatoka kwa mlima. Wakuja waombe msamaha, ndio hao watu waanze tembea wakituambia kwa nini wanatutanga hizo majina. Na mimi nataka kuambia jamii ya Mulembe, pesa ikikuja mkule. Juzi niliona Salasia na watu wengine wakipiga kelele wakitembea huko, na pesa wakipeana, pesa yenye wamepewa na Wamunyoro, wakitembea hapo wakipeana. Kuleni hiyo pesa. But ikifika time ya kuwa serious, kiongozi si ule wa kupiga kelele. Kiongozi ni ule wa kupanga mikakati vile wananchi wake wanaweza saidika.
Muachane na uongozi ya kupiga kelele, muachane na uongozi wa vitimbi, muachane na uongozi wa comedian. Hatutaki kuelect comedian. Hatutaki kuelect watu wa kupiga watu makofi. Hatutaki kuelect watu wa kufuta bangi alafu wanajisahau ni nini yenye inafaa waambie wananchi. Sasa kama wewe unatoka Western na raundi hii hautatembea na sisi, kitu yenye mimi najua niko sure 100% ya kwamba watu wa Busia wanapiga kura kama block. Watu wa Bungoma wanapiga kura kama block. Watu wa Vihiga wanajaribu kupiga kura kama block. Shida iko tu hapa Kakamega na tutatengeneza. Tukiungana pamoja na tupige kura kama block 2027. Na we don't care tutapigia nani. As long as tumepigia mtu kama kura, kama ni William Ruto tupigie block. Huyo mwingine mwenye atakuja block. Na tusema ya kwamba 2027 tumepiga kura ya block. Tutakuwa na bargaining power ya kwenda nayo pahali kuambia watu hata sisi tumepiga kama block. Hii maneno ya watu kutembea hapa wakisema ya kwamba eti natembea sijui nini. Eti mtu akipinga natembea unaambiwa wewe si usijue ni nani, wewe ni nani. Bwana, huyu natembea baada na tusi Waluya. Anatembea kitusi Musalia, anatembea kitusi Wetangula. Yaani Wetangula si Muluya bwana. Ama Musalia si Muluya. Bwana, hii itabidi tuheshimiane. Na mkiendelea na hiyo siasa itafika time ya kwamba kama unataka kupinga Moses Masika Wetangula ama Musalia Mudavadi, itabidi uende Uganda. Uganda iko karibu na Busia. Kama unatoka Busia, itabidi uende Uganda. Kama unatoka Bungoma na Trans Nzoia, Uganda iko hapo karibu. Na kama unatoka Kakamega na Vihiga, unaweza kimbilia Ukambani ama uende Somalia. Hatutaki ujinga. Saa hizi imefika, it's our time. Na tusipopiga hesabu 2032 ndio time yetu. Na tusipopiga hesabu tena tutacheza. Hii mambo tunaambia 2027 mambo ya 50-50 and we don't want to gamble. Tusimame gangari nyuma ya Wetangula na Musalia Mudavadi. Pale penye watasema huko ndio tutaenda. Kama nani ako serious aungane na hao watu wawili. Watupe the way forward. Hatutaki mchezo. Na mimi nataka kuambia hao watu wa kuomba chai kwa viongozi. Leo unaimba hii, kesho kutwa unaimba huu, kesho hiyo siku nyingine unaimba hii. Muache mchezo, murudi pamoja, tukae chini, tuungane, tuunge mkono mtu mmoja. Na kuna mtu mmoja anasema ya kwamba nani amerudi. Huyu jamaa kuna jamaa eti amerudi hapa. Kuna